kwamba usitende hii, maana Mungu alikuwa anahitaji kutembea na mwanadamu huyu, na wakati ambao alikuwa wanataka kutembea na mwanadamu huyu, basi akamwambia kwamba kama unataka tutembee na wewe wakati wote, fanya hivi basi, ile mtunda iko katikati usinguse. Akamwambia kwamba kama unataka tutembee na wewe, bana mimi nitakuwa nakuja kwako ili nikaweza kukupatia nini, akaban, yani inaitwa uhusiano, yani fellowship, ushirika. Yani akamwambia kwamba nitakuwa na wewe kukupatia ushirika, maana mimi ninakupenda, mimi ni yani wewe ni kiongo changu, kwa hivyo ni kingo cha Mungu. Maana Mungu akasema kwamba akamwambia kwamba akasema kwamba wacha tuumbe mtu na upande wetu. Kwa hivyo unakuta kwamba akasema kwamba wacha tume mtu na muumba wetu. Kwa hivyo unakuta kwamba alikuwa na hitaji akaweza kumwachia utukufu. Unakuta kwamba katika lile shamba la Edeni, katika lile shamba la Edeni, basi Biblia inasema kwamba akawa anatembea, Biblia inasema kwamba akawa anatembea, basi siku moja hata siku nyingi, inasema kwamba akahazi. Wakati ambao aliazi, utukufu wa Mungu ukamuondokea. Mwanzo 3. Hebu angalia kama 8. Mungu akauliza, uko wapi? Anza 7. Genesis 3 kuanzia mstari wa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua ya kuwa wako uchi. Wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti wa bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Maana wakati wote Mungu anataka kutembea na mwanadamu. Kwa hivyo unakuta kwamba basi kuna mahali ambao unaweza kupika, Mungu aanze kuuliza, uko wapi? Maana hakuoni. Hapo unakuta kwamba kuna vitu ambao unaweza kufanya, ulikuwa ndani ya Mungu, umetembea na Mungu, lakini baada kumtembea na Mungu kiasi wengi wamechoka. Kuna wengi ambao wamechoka. Baada kuchoka, basi unakuta kwamba Mungu anapiga mbio mpaka mbija anauliza uko wapi? Mpaka anapiga picha anauliza uko wapi? Anauliza uko wapi mpaka hapo chini. Mstari wa 10 akasema, nilisikia sauti yako bustanini. Nilisikia sauti yako. Alisikia sauti yake bustanini. Kwa hivyo akasema nini? Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Akaogopa. Kila ambao kinasababisha wewe uogope ni nini? Endelea. Nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Wewe uko uchi. Hapo ni nani ambao aliyekuambia? Kwa nini wewe bado unakuta kwamba umepatwa na nini? Uoga. Kwa nini wewe unapatwa na uoga? Basi kila ambao kinasababisha wewe upate na uoga, maana nguvu za Mungu zimeondoka kwako. Ile ambayo inaitwa nini? Ile ambayo inaitwa utukufu wa Mungu umeondoka kwako. Wakati ambao unaondoka kwako, lazima upate na uoga, Basi Bwana akaniambia kwamba kile kinelete shida wakati ambao nilikuwa naomba, shida hile iko inaitwa dhambi. Kila ambao
kimeleta shida kwako ni dhambi. Kuna kitu ambao ninapata, kuna kitu ambao ninapata, kuna kitu ambao ninapata. Wewe umeokoka, wewe umeokoka. Wacha nikate kidogo, wacha nikate kidogo, nitailete baadaye. Okay. Kwa hivyo akamuuliza uko wapi? Kwa hivyo Mungu anahitaji wewe wakati wote. Bado nakuta kwamba tazama huyu ambao mwana mpotevu. Tazama huyu ambao anaitwa mwana mpotevu. Biblia inasema kwamba akaondoka kwa baba yake. Maana unakuta kwamba amepatiwa mali. Kuna watu ambao wametapata mali, ambao kupata mali, ambao unakuta kwamba wanasema kwamba nipatie kilicho changu, ambao unakuta kwamba wanaona kama wako na akili sana. Wao wanaona kama wako na akili sana. Uelewa kwamba si akili yako. Ninakwambia kwamba si akili yako. Uelewa kwamba na Mungu anaifanya kazi. Hii ni kidole ya Mungu. Ninakwambia kwamba ni kidole ya Mungu inaifanya kazi. Inaitwa utukufu wa Mungu. Pale katika shamba la Edeni, pale katika shamba la Edeni kulikuwa na nini? Utukufu wa Mungu. Ninasema kwamba kwako inahitajika kwamba kuna utukufu wa Mungu. Kwako kunaweza kuwa na utukufu wa Mungu. Kwako kunaweza kuwa na utukufu wa Mungu. Basi unaweza kuona kwamba ni kuna utukufu wa Mungu. Chochote ambao utakacho unakuta kwamba unapata. Kimeleta shida. Inakuja kwamba hakuna kitu ambayo inatendeka. Unaomba na sauti, unaomba hata na lugha, hakuna kitu inatendeka. Nini? Ni dhambi. Kuna mtu ambao watatu ambao aliingilia. Kuna mtu watatu ambao aliingia akakwambia kwamba kuna tunda hii. Kuna mtu ambao watatu ambao aliyekuja akakwambia kwamba tukula tunda hii. Basa baada ya kula kuna wakati ambao nilikuwa natembea hivi, nikapatana na mwanadada. Sasa nitatumia nani? Si nikutumia wewe basi. Tunakuja kukutana, lakini akikuja kupata kuja kukaribia, si ya kwamba nilikuwa na mjua, lakini kuniangalia akaanza kuvuta nguo yake. Anaanza kuvuta nguo yake, si uvute. Akaanza kuvuta nguo yake. Anaona kwamba kama lakini kuna vingine si amepatana na watu wengine, lakini wakati ambao anapata na mengi na kapitia kando, anaona kwamba ako, lakini wakati ambao nikaenda kwa mbali, nikataka kumtazama, nikaona kwamba anaenda vyema, anapatana. Na kwa nini? Wakati amefika baada mane niko anaanza kuvuta nguo. Lazima uelewe. Unaweza kuwa kwamba wakati ambao unatembea na wale wengine, mada ambao hakuna Mungu, unakuta kwamba unaona kwamba hakuna nini, hakuna shida. Unaona kwamba hakuna shida, maana unaongea kama wao. Maana unaongea kama wao.
uchi wako. Lazima uone uchi wako. Lazima usitembee kanisani ukiwa bila ambao ukuwa mtakatifu, lakini kesho unakuta kwamba wewe hauwezi tofautishwa na nani? Na malaya. Wacha niseme kesho siku ya Monday inahitajika kila mmoja ajue kwamba kuna kamba na mtu wa kanisa. Na hapo ndio tunahubiri hivyo. Wacha nirudie. Inahitajika kwamba matendo yako bado unakuta kwamba ndio itakuza. Yaani unakuta kwamba mtu yaani inaitwa chema kinajiuza. Kibaya kinajitetemeza. Tuko pamoja? Utukufu wa Mungu. Kwa unakuta kwamba tukianza hapa kutembea hivi, unakuta kwamba kuna watu ambao tukitembea na wao, nikitembea tuseme kwamba nimetembea na mke wangu, maana ninapenda sana kutembea naye. Okay. Kuna watu ambao tutakutana na wao, inahitajika watauliza ni mke wako, ni mke yake. Lazima hiyo swali itakuwa wakati ambao tunatembea, mahali ambao tunaenda kukula, kila mtu atauliza ni mke wake ama si mke wake. Na hapo ndio itaanza story. Ni kweli ama si kweli? Ama ni mimi ninaonanga hivi? Wakati natembea na dada huyu, lazima nijue kwamba lazima wakati ambao ninaenda kukutana, ninamwambia this is my secretary. Na hivi ndio lazima niseme this is my secretary. Na unakuta kila mtu unakuta. Kwa nini? Maana nataka kutofautisha ili utukufu wa Mungu inaweza kuondolewa na watu kwa sababu ya kusema. Yesu Kristo akasema nini? Mnasikia wakisema mimi ni nani? Wewe unasema kwamba hata wakisema mimi nimeokoka ndani. Sawa, umeokoka ndani, lakini kuna mada ambao hatafika. Alo? Okay. Pale inaitwa Samueli. Bwana akasema kwamba uko wapi wewe Adamu? Wewe uko wapi? Maana halikuwa anahitaji yeye akuwe katika nyumba. Lakini ameshaondoka. Okay. Wote nisiseme hiyo kwanza. 490. For past Samuel 4:90. Samueli wa kwanza 4:19. Sikia. Kuna kutoka inaitwa utukufu wa Mungu huwa inapotea. Unaona? Utukufu wa Mungu huwa inapotea. Na wakati ule wana wa Israeli binasema kwamba sanduku la agano ndio ilikuwa unakuta kwamba ndio ilikuwa nabeba nini? Utukufu. Basi hebu soma Samuel 4:19. Tena mke wake huyo Okay.
Hebu anza pale 17. Toka 17. Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa. Hata wanawako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake. Akaanguka na kafa kwa nyumba kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito. Naye alikuwa amewaamua Waisraeli miaka 40. Huyo naendii sasa. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku naye wakati ambao walisikia mambo ya kutwaliwa kwa nani sanduku ya langano, basi akapata na uchungu na ya kwamba mkewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikilia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake walihudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanaume. Lakini hakujibu wala hakumtazama. Lakini wakasema nini? Akamwita mtoto Ikabodi. Akamwita mtoto Ikabodi. Kwa nini? Kusema nini? Akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli. Utukufu wa Mungu umeondoka katika Israeli. Ikabodi. Kwa unakuta kwamba kanisa imeshapoteza utukufu wa Mungu, lakini unakuta kwamba tutatembea. Unakuta kwamba unasema kwamba tunaenda mbinguni kama kuna Mungu, kuna ile ambao inaitwa na ndio huyo ambao anaitwa katika kitabu cha Judges Waamuzi, pale ambao unakuta anaitwa Gideoni. Gideoni akauliza wewe unaniita ya kwamba mimi ni Joshua, lakini nakuta kwamba watu wetu ambao wanaitwa nyumba ya Israeli ambao Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa, lakini mpaka mahali ambao tumefika tunakulia katika mapango. Anauliza huyo Mungu kweli ako wapi? Kwani Mungu hayuko? Wewe Mungu wako hayuko? Tunakulia kwa mapango. Basi Mungu akasema kwamba maana utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa unakuta kwamba kuna watu ambao tunakulia kwa mapango, kwa nini? Maana utukufu wa Mungu umeshatoka, imeshatoka. Ukiondoka katika kanisa, bado unakuta kwamba tunaacha mbili kama vile ambao sema kwamba wacha nitumie hii yako. Imeachwa kimaji kidogo tu. Kwa hivyo unakuta kwamba nguvu za Mungu zinakaa kama tumeachwa kanisa, inaitwa kanisa tu, lakini matendo hakuna. Matendo ya uvumiliaji. Kwa hiyo unakuta kwamba hakuna kitu ambacho imetendeka. Tunaomba kwa sauti, tunaomba kwa lugha, lakini hakuna kitu kinatendeka. Lakini tunatumia neno, tunatumia hii neno ambayo neno la Mungu ni Mungu. Kwa hiyo neno lenyewe linaweza kuponya. Kwa nini iliponye? Maana tumeachwa wakiwa kanisa ambayo ilikuwa empty. Maji kidogo tu ya kuitanishwa ya kwamba hii ni chombo ya maji, ni chombo ya maji, lakini ya maji hakuna. Chombo ya maji, lakini maji hakuna. Kwa hiyo unakuta kwamba tunasema kwamba uponyaji, lakini unakuta kwamba uponyaji hakuna, maana utukufu wa Mungu umeondoka. Basi hicho ndivyo iliondoka katika Israeli, basi ikaitwa Ikabodi. Kwa hiyo unakuta kwamba lazima kila mmoja atamani kutembea na Mungu huyo, kila mmoja atamani kutembea na huyo Mungu. Basi unakuta kwamba kama vile ambao
inayosema ya kwamba utukufu wa Mungu wa mwisho utakuwa mwingi. Kweli umekuwa mwingi? Au bahati ama nini? Ni kupata, umekosa kupata. Ninasema hivi, utukufu wa Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akasema kwamba utukufu wa Mungu utakuwa mwingi kuliko utukufu wa kwanza, wa mwisho. Imekuwa hivyo. Hakuna mtu anayejibu, maana hakuna mtu anaelewa. Ninasema hivi, hakuna kitu iko. Kwa nini? Maana utukufu wa Mungu ukiondoka, kila mtu anaona kwamba ni sawa. Kila mmoja anaona kwamba ni sawa, lakini nasema kwamba si sawa. Inahitajika kwamba kama kanisa kwanza ambaye Yesu Kristo aliacha duniani, ambazo tunakuta kwamba watume walitembea, nikasema kwamba wakatembea, Petro akatembea, kubuli yake ikaponya watu. Basi Paulo akaombea vitambaa, ikaenda kuponya watu. Kwa nini wakati haifanyiki hivyo? Ninasema kwamba lazima tutamani tutembee na Mungu. Utukufu wa Mungu ukatembea kwetu. Na ninasema kwamba kwako kama kuna utukufu wa Mungu, basi vita hii inaisha. Vita kwa nyumba inaisha. Vita kwa nyumba inaisha kama kuna utukufu wa Mungu. Maana Mungu hana kutetea. Umejibegania kwa muda, maana utukufu wa Mungu hauko. Tamani tembea na Mungu. Wakati ambao utukufu wa Mungu ukiondoka kwako, unalazimisha vitu ikue, lakini unakuwa hakuna kuwa. Unalazimisha vitu. Unaanza kuwaza. Inaitwa roho ya vita. Maana shetani ndio aliyeleta vita ya dunia kwanza. Inapitia ninatembea na mke wangu. Baada kutembea naye, naona kwamba tunatembea, okay, naye anakuja. Ninaona kwamba macho yako inamwangalia. Basi baada kumwangalia zote tunaondoka. Lakini nakuta kwamba naachwa nikiwa nasema kwamba pengine hakuna rafiki. Inaanza kwa mawazo vita. Mawazo yangu inaharibika. Basi unakuta kwamba kuna wengi ambao wako hivyo, hata kanisani, hata hapa katika jina la Kristo iko. Mawazo yako imeshaebiliwa. Basi unakuta kwamba hataki kulete ile vita, lakini unakuta wanasema kwamba naona inaitwa roho ya kudhania. Inaletwa kutoka kuzimu ili kuja kukutenganisha wewe na mke wako, lakini natumia njia tofauti ili uondoe utukufu wa Mungu kwako. Tuko mmoja ili uondoe, na ndio unakuta kwamba ikaondolewa sanduku la agano, ikaondolewa katika wana wa Israeli, ambazo unakuta kwamba kanisa imetembea kwa muda huu. Basi unakuta kwamba kwa nini ninaulizwa kwa nini ninaulizwa kwa nini Wakristo hautaki kusema? Sini wengi wanasema kwamba ni 80%.
Ni kweli. Wale ambao wanachoma kanisa ni nani? Sema ni Kristo ama ni Islamic? Ni Indo. Na hii ambayo inaitwa Kristo. Unasema kwamba imeshaondoka, utukufu wa Mungu ameshaondoka kanisani. Naulizwa vita kwa Wakristo imetoka wapi? Ndugu zetu ambao wanaitwa hamutaki kusema Waislamu. Kuna siku umesikia ya kwamba wakipigana, lakini wakati ambao unakuta kwamba meza na kiti inagongaliwa hapa mbele, inagongaliwa wapi? Utukufu wa Mungu ameshaondoka kwa kanisa, lakini nakuta kwamba tunaona kwamba mambo ni sawa. Ninakataa, haitakuwa tena, maana Mungu ameinua mtu mmoja, na wakati ambao ameinua Mungu mtu, basi Mungu anataka kutembea, basi ikuwe ni wewe. Na ikuwe ni wewe. Mungu akauliza huyo ambao anaitwa Isaya, akauliza Isaya, basi wakati ambao Uzia wake alikuwa, akamuuliza basi nitatuma nani? Ni mimi nitakayetuma. Anatafuta mtu ambao angeweza kupata umbeba utukufu wake. Basi niko hapa niweze kubeba utukufu wa Mungu. Mungu anauliza ni nani ambao nitakaye mwachia utukufu wangu? Ni nani ambao nitakaye mwachia utukufu wangu? Ambazo nakuta kwamba wakati ambao ninatembea, ninasema kwamba kuna wakati ambao inakuja, kuna wakati ambao inakuja, sitawekela mtu mkono, nitawaambia kwamba nipange line. Mpange line. Wale ambao na wagonjwa, nione ya kwamba Mungu akiponya. Kwa nini? Kwa kuburi yangu. Hivi viviko si kuenda mbali mwaka huu. Kuna watu ambao nitatembea kwa machichi. Mimi hata sitaenda naenda kuzika, lakini kuenda kusimama, si ya kwamba niguze jeneza, si ya kwamba niguze jeneza. Kuburi yangu yani unakuta kwamba kuburi yangu ikimgusa ile jeneza, ambazo unakuta kwamba anaamuka na wote watasema kwamba Mungu bila anatenda. Maana wakati ambao mtu mmoja akitaka ya kwamba kutembea na Mungu, anatafuta mtu kama huyo. Mungu anatafuta kumwachia, anauliza ni nani ambao atakaenda kwenye kupeleka utukufu wangu. Maana Mungu wengi wakati ambao wamefika, unakuta kwamba inafika maana ambao tunakupa mapema, maana tunakosa kuelewa kusudi la Mungu kwetu, tunakosa kuelewa kusudi la Mungu kwetu. Basi kuna wakati ambao inafika, wewe, maana wewe hautaki, utanitazama tu, utasema kwamba na alikuwa paseme wetu. Maana utaki. Abu huyu ambao anaitwa Exodus. Exodus 3:16.
33:16. Naenda sasa, ninaenda kumalizia na maandiko iko katika Ezekieli na ingine iko katika Zakaria. Exodus 33:16. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Hapo chini Mungu akasema nini? Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena. Mungu akamwambia, so unaona Mungu anamwambia kwamba nitafanya bila unataka. Hebu soma tena. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena. Basi. Kwa maana umepata neema mbele zangu. Basi. Nami nakujua jina lako. Maana Mungu anamwambia kwamba ninajua jina akamwambia kwamba ninajua jina lako, yani nitakupatia ile neema ukatembee. Kwa unakuta kwamba inahitajika. Hebu kurudia kwamba kuna kitu hapo ninasikia hapo. 17. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena. 16. Kwa maana itajulikanaje kuwa itajulikanaje? Na maana itajulikanaje? Itajulikanaje? Kwa hiyo unakuta kwamba tuko hapa wale ambao wako nje, kuna tofauti gani? Maana hakuna nini inahitajika, hata kutembea kwako ionekane Mungu, kwa kazi yako ionekane Mungu. Si ya kwamba unasema kwamba walikuja wakaweka mtaji anakuja anaweka mapi kwa kazi yako akustue. Unasema kwa mimi nimelogwa, hata ninasikia tu nisifanye kazi. Kwanza hapo hakuna kwenda kazi, maana ulikutamani. Si mmefanyiwa hivyo. Na pengine ni mtoto alikuja akaenda choo hapo, lakini unaanza aja ni mchawi. Biblia inasema kwamba hakuna uchawi ambao utakayeweza nyumba yako ya Israeli. Kila ambao kimeleta shida hii, maana wewe umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mmoja atamani. Kila mmoja atamani. Unasema kwamba kila kitu unakuta kwamba pengine amebana. Si uko na nani? Uko na Mungu. Anasema kwamba Paulo anasema kwamba si mimi ninaishi, mbali ni Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Si mimi ninaishi, mbali ni Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hivyo kama Yesu Kristo anaishi ndani yangu, anastahili kumbalisha my vicinity. Kaidia kango. Kaidia kango. Na unakuta kwamba hawezi. Biblia inasema kwamba hakuna inaitwa usikumbali loja uchawi uishi. Kwa hivyo unakuta kwamba usikubali mmoja wako unakwamba umelogwa. Hapana.
unajua nimetoka ukabani. Sawa, nimetoka ukabani. Ninajua kuna kulogwa, maana wameshaniloga. Sawa. Wameshaniloga. Nilikuwa mtoto ndogo. Unajua chao yuko. Lakini wakati ambao nilikuja kuelewa na kutangazia huyu mchawi, na kuna wakati ambao nitaenda kwa sababu si ya kwamba waliondoka kwetu, si wako, nimepika hapo, unadhani ya kwamba wanataka? Si ya kwamba wanataka, wametafuta vile ambao lakini unakuta kama walianza nikiwa mtoto. Siku moja, wacha nikwambie, nilikuwa mdogo tu, nilikuwa na hiyo kitu niliweka moyo hii. Susu wangu alikuwa ananipenda sana, akanichukua. Kuna nyumba ni tatu, kuna nyumba tatu. Kwa hivyo nikatolewa kwa nyumba hii na kapelekwa Makueni pale nyingine okay. Wakati nalibika huko nikaitwa, niko kwa susu yule mwingine, kama wametoka, tukatoka tukaenda kwa jirani. Kumbe jirani ni mganga. Okay, nikakalishwa kiti. Susu moja amekaa pale, yule mwingine amekaa pale. Na wakati ambao mganga anakuja mbele yangu, akaanza ile mara moja, akaanguka mbele yangu. Nikadhani si inakuwa hivyo. Basi akakaa hapo. Baada kakaa, nikaona huyu na huyu wamechukua, wakaenda nje. Wakakaa nje, wakakuja, kila mmoja akakuja atoka chini. Okay. Yule ako hapo tena, wakachukua na ukaenda nje. Okay. Baada muda huyu akaamuka. Huyu mganga akaamuka, akasema kwamba ondoani huyu kijana hapa, kuna mtu mkubwa mbele yake amesababisha, ni msimgange, usimfanye kitu. Ameniharibia kazi yangu, muondoeni. Amenifanya nikupe masaa 2. Nikaelewa, aja ulikuwa umekufa. Hapo ndio nikaelewa, huja alikuwa amekufa. Nikaondolewa, nikaambia, nikaweka hiyo kitu moyoni mwangu. Mtoto wangu huyo wa kwanza, wakati ambao alikuwa anaenda kufa, Bwana akaniambia kwamba nikamwambia kwamba Bwana usimwondoe, nataka akakiti. Nikaenda nikakuta kwamba sasa hiyo nimeshajazwa, ninasikia. Nikamwambia wakati hapo anaelewa hata mtoto wake amekuwa mzee. Nikamuuliza, hiyo sauti unasikia? Ninamejua, sisi ni wa mwenyao. Nikajua Mungu kila ambao nilikuwa nimemwambia
Mungu ameanza kufanya. Nikamwambia, okay, hebu nieleze, unakumbuka wakati ambao nilibeke mahali fulani ilikuwaje? Kaniambia kwamba usiniambie. Nini? Alisema huyo mkanga, alisema kuna mtu mkubwa mbele yako. Nakamuuliza, na ukiona hiyo mtu mkubwa unaona alikuwa nani? Hebu niambie. Nikamwambia kuna mtu mwingine anaitwa Yesu. Unasikianga, ninasikianga ukisema. Nikamwambia kwamba ungetaka huyu? Nikamwambia, akanambia kwamba ningetaka. Basi nikamwambia kwamba huyu ambao ulimuona mbele yangu, ilionekana na mchawi mbele yangu, basi ndio ninatembea naye. Basi unaweza kumpokea? Akanambia kwamba niombe. Basi nilikuwa nimeacha mke wangu, nikamwacha Nairobi, nikamwambia wacha niende. Wakati ambao nilienda, nikamwambia kwamba wakati ambao nilimwombea wako, basi nilikuja nikaambia mke wangu jitalishe kwenda kusika, maana Mungu ame. Kwa hiyo wale ambao wakisema kwamba ni mimi ninajua, kuna kitu naelewa. Kwa unakuta kwamba lazima utembee na utukufu wa Mungu. Kwa unakuta kwamba kuna wakati ambao si ya kwamba unakuta kwamba kuna watu wengi. Ninaambia kwamba shetani anatumia mbinu hii. Shetani anametumia mbinu hii ya kutenganisha familia, na baada ya kutenganisha familia, basi kila mmoja wewe unaondoka, utoke. Unaondoka, unasema kwamba mimi ninataka kutumikia Mungu. Ninataka kutumikia Mungu. Ninaweza kutumikia Mungu hata bila. Basi inakuwa naye anasema hivyo tu. Hata huyu anasema hata mimi ninaweza kama Paulo. Sawa. Lakini kuna mala ambao hauwezi pita. Kuna mala ambao hauwezi pita. Bado unakuta kwamba umewekiwa limit. Kanisa imewekiwa limit. Mungu alikuwa anahitaji wewe utembee kwa nguvu za Mungu. Mungu alikuwa anahitaji kutembea kwa nguvu za Mungu. Lakini wakati ambao uliopatiana, na ndio nikasema kwamba ninatafuta mmoja ambao kana mwanya tuondoe mapema. Kwa unakuta kwa unapatia Biblia inasema kwamba usipatie ibilisi nafasi. Umepatia ibilisi nafasi. Mapema sana. Unataka kutembea na Mungu, kuna level hawezi pita. Kuna level hawezi pita. Uko pamoja? Shikilia familia yako. Shikilia familia yako na utatembea na Mungu. Utatembea na Mungu. Ndio unakuta kwamba hata ikikuwa haji, basi pimilia asubuhi. Maana nilikuwa nataka Mungu anene na mimi kwamba nikatoka kwa maombi, nikaenda kujiwekelea, ndio nikaletewa, kuna kitu ambacho nimeletewa. Nikaambia mke wangu, nikamwambia tuko kwa mtihani. Tuko kwa mtihani. Ni nani ambao hataweza kubeba hizi nguvu? Hawezi kuzibeba ukiwa umekosana na yule mwingine. Hawezi. Sikia, wachungaji watakudeti
tukikutana tuende kwa chini, wataanza kuona ya kwamba nimeimba. Nimeimba nini? Basi kwa unakuta kwamba baada ya Mungu kulete ile utukufu, unakuta kwamba kuna nini imefuliwa. Maana nikianza kusema kwamba wewe utoka, sitakuwa na pendeza Mungu. Na Mungu anasema kwamba amesema nini katika Luka? Anasema kwamba nitalete njaa. Kwa hivyo kama wewe hauna kitu ambao wakupatia wengine wengine, mtu atatoka, maana haujapatiwa kitu yake. Kwa hivyo vita hii ndio iko kanisani. Kwa hivyo Mungu anatafuta yule ambao ako na nini, anaweza kubeba ile utukufu ambao inaitwa, na Mungu hawezi kukupatia utukufu mkuu wa wawili. Sikia, inaitwa kujitenga. Kwa hivyo wakati ambao unajitenga, inaitwa uja ambao unaitwa nani? Anaitwa Abrahamu ni mmoja, huyu mwingine anaitwa Yakobo ni mmoja. Yakobo baada ya kupukisha vitu vyake, ndio akabaki peke yake. Yani Mwanzo 32:22. Wakati alipukisha vitu vyake akaachwa peke yake, wanasema kwamba akang'ang'ana na mtu, akamwambia kwamba lazima unibadilisha jina hili. Akamwambia wewe, alimwambia lazima unibariki. Akamwambia kwamba unaitwa ya kwamba si ya kwamba malaika hapo anajua anaitwa. Alikuwa nataka kumwambia kwamba hii jina ambao umeitwa umeng'ang'ana na watu sana, na umeng'ang'ana na mimi, kwa hivyo wacha nikubadilishe. Hii kuna jina ambao unaweza kuitwa ya mng'ang'ana. Mwingine ni Jabez. Bwana kubariki sana. Mwingine ni Jabez. Biblia inasema kwamba akaitwa Jabez, kusema kwamba ni uchungu. Lazima ulingane na Mungu. Biblia inasema kwamba akamlingana na Mungu. Na wewe unataka tupo saa yote umejaa, unataka saa yote tupo eko umejaa, utamlingana na Mungu. Kama mtoto anaenda mlimani na wewe dada yangu mtoto mpaka alinisitua sana. Nikienda hivi nakutana naye hivi mpaka nikaenda kwa mahali mpaka anajua vile anafanya, lakini akoka kwa mlima hawezi toka hivyo. Kila ambao unaona niko nacho nimetoa kwa mlima. Kuna hawa wanaelewa na nitawapeleka wengine kwa sababu waelewe
Waacha kuongea. Kila ambao nilisababisha kwamba nilisema kwamba watu ukisikia ya kwamba haubarikiwi, ondoka. Kwa nini? Biblia inasema kwamba do not touch my anointed one. Mimi sitaki kusika mtu. Nilisema kwamba we are done. Sitaitiwa nizike. Nimeitiwa nikupatia uzima, na ninakupatia uzima. Kazi yangu si kuzika. Hapana. Na wengi wanajua hivyo. Nimesema hivyo mara mingi. Sitaitwa nizike. Ukienda kuingia, ninakwambia kwamba inuka, tutembee. Wewe nani? Unaenda badi au kubi? Tunaenda badi. Naona huduma kubwa kuliko yangu ndani yangu. Naona ukienda badi. Na niko hapo ni kuona ya kwamba ukienda. Lakini wewe mwenyewe ndio unajiweza kujiroga. Wewe mwenyewe. Wakati ambao tunakubaliana, si shetani na wewe mwenyewe. Kubaliane. Na mwili hukubaliane ila inataka. Naona? Si shetani hana nafasi juu yako. Naelewa? Shetani hana mamlaka juu yako. Wewe mwenyewe ndio unaweza kujiloga. Aje wakati ambao huyo ambao anaitwa nani? Alitembea. Huyo ambao anaitwa Samsoni. Samsoni alikuwa mzuri sana. Vinasema kwamba aliwa simba, akaona Wafilisti 1,000 na nini, na akatuba. Si Yakobo aliweka, asema kwamba akanioka amenisaidia. Hapana. Lakini kama anavuka kamoja akaamuka kesho yake, akadhani ya kwamba ni vile tu anakwamba, lakini kesho yake akawa ya kwamba ni kwenda kushangia wale wengine. Inaitwa kuentertain watu wengi ambao hata mapastors ni kuentertain. Umesoma hiyo maandiko kweli? Kuentertain. Unasema kwamba kanisa mzima kila mtu anacheka tu, anasema kwamba hey, na Mungu ametembea. Hakuna kutembea, ni kuentertain. Ninamaliza hivyo. Kuentertain. Kwa nini? Maana utukufu wa Mungu ukiondoka kwako, inaanza kuentertain. Hello. Tutamani kutembea na huyo Mungu. Kuna wengi ambao ndani unakuta kwamba Mungu ambao yule ambao ndipo umepata baada ambao kabla hajaitisha nguvu zake tena mara ya pili, ndio unakuta akajiua pamoja na Wafilisti. Kwa hivyo ni pale mwisho akikuba alikuwa anaentertain. Kuna watu ambao walitembea na nguvu hizi za Mungu. Kuna wengi ambao waliotembea na hizi nguvu
lakini unakuta kwamba wamemalizia na nini? Wamemalizia na kuentertain. Kanisa inakuwa mkubwa, inakuwa ya kwamba ni kuentertain. Maibata Judges Waamuzi 16:25. Ikawa mioyo yao iliposhangilia wakisema, mwiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Unasikia? Basi wakamwita Samsoni atoke gerezani akacheze mbele yao, wakamwekea katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia nipate kuzitegemea. Basi kwa hiyo unakuta kwamba kabla hapo, maana alikuwa na nini? Maana alikuwa wakati ambao hakuwa amepata ile nywele, kazi yake ilikuwa ya kwenda tena, lakini kumbe nywele ilikuwa naendelea na kumbe na wabiliza wakadhani ya kwamba ataendelea nao, lakini akasema kwamba wacha nipatiwe nisimame katika hizi vikingi, maana nywele ilikuwa ndio. Akauliza Mungu, akaambia Mungu, nipatie nguvu once more. Kwa hiyo unakuta kwa wakati huu kama vile ambao Samsoni aliuliza nini hapo chini? Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu. Basi hiyo ndio nilikuwa nataka. Kwa hiyo unakuta akasema kwamba nipatie nguvu zingine mara hii tu, na unakuta kwamba aliweza kuangamiza wengi. Basi si kila mmoja atamani kutembea na nguvu za Mungu. Unakuta kwamba tusikuwe watu wa kawaida kama vile ambao watu wametuzoea. Unakuta kwamba si kazini unaweza kudharauliwa. Kwa nini? Maana nguvu za Mungu haziko. Mungu anakuambia vile ambao anataka, lakini unakuta kwamba inahitajika. Wakigusa wewe watajua ya kwamba wamemgusa mtu wa Mungu. Wacha kujitetea. Wacha kulaani watu. Wacha kusema kwamba nimekupatia siku. Hapana, wewe haujapatiwa kazi ya kuhesabu masiku ya watu. Ati unamwambia kwamba nitakupatia masiku. Hapana. Wacha kujitetea. Wacha Mungu mwenyewe akutetee. Na vile ambao neno imekuja inasema kwamba tutoke, tutatoka. Mwinjilisti ako hapo. Kwa hivyo kazi yangu ni chache sana. Nitaanza kutoka nje nimpatie kazi yake na ibada kuanzia Tuesday tutakuwa one. Amen. Na si lazima nikue mko hapo. Kuna kitu ambao Mungu ananinenea. Taniambia kwamba tunapatia ibilisi na basi. Kuna kitu ambao nilinena Sunday, nikasema kwamba wakati ambao unaomba kama uombi na Luka, usiombe kila mtu asikie, lakini kama unaomba na Luka, omba hata mbingu isikie. Lakini kama huombi na Luka, omba peke yako, yule mwingine wa next door asisikie. Wakati ambao tuko hapa, ndio Mungu ananiambia kwamba tujiweka wazi, tuka juu ya
mtu akiumbili kisema kwa mchawi ya kwa lugha hii ya. Kwa hivyo ukaanza kukemea mchawi yule kama ni mchawi, mama yako anaweza kuwa ndio mchawi. Toka moja utamwita mchawi kwa sababu wewe umeokoka. Sikia, nikuelemishe, aweze kuita mama yako mchawi, aweze kukulia mpaka mada ambao umekulia, akaufikisha hapo, urudi tena muita mchawi. Kama angekuwa mchawi angekuwa mapema. Sawa, heshimu mzazi wako. Na kuna wengi ambao wako na umri wa mzazi wako, tuko naye hapa nje, tunamhitaji waingie kanisa. Kwa hiyo ukianza kumkemea, anaona kwamba kama yeye ndio unaongea vibaya. Tuko pamoja. Kwa hivyo hata kama unakemea pepo na uko kwa nyumba na unajua kwamba ni mama yako ni mchawi, ongea na lugha, ukuse nini. Kama sivyo unaondoka kwa nyumba, unakuja kanisa, unaanza kukemea hiyo pepo. Lakini usikemee useme kwamba nilikuwa na wakati mgumu sana nikikanzo pasa mwingine wa Makueni, maana walienda ushirika kwa nyumba next wakaza na awatumii lugha, wanaanza kuongea kuhusu mcha na mama ya huko ndio mnamuita mchawi. Basi akasema kwamba na nyinyi nyote muondoke kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo huko na baba. Sawa, umekuja kutenganisha ama umekuja lazima tutumie hekima. Lazima tutumie hekima. Kwa hivyo wakati ambao tunatoka nje, inahitajika hapa. Kuna vitu ambao hata Bwana akinizungumzia ni kwa madhabahu. Unasikia nikisema kwa hiyo sitasema, maana kuna watoto. Naelewa. Sija kwamba unaonena kama aujali kesho au ujali vile ambao no, lazima kuwe na hekima. Ujua kwamba hapa kuna mama mzee, kuna mtoto mdogo. Basi kuna lugha ambao hauzai kuitumia kwa mzee, mtoto hakimu. Toka pamoja. Na hapo ndio unakuta kwamba Biblia inasema kwamba watu wangu wamepotea kwa kosa maarifa. Halo? Iko hapo. Ili utukufu wa Mungu ukaweza kuonekana ukipata kazi ndani yetu. Na ninasema kwamba mahali ambao tunaenda wacha vile ambao watu wanaongoza korona. Wakikosa, Bwana alisema hapo nyuma ilikuwa mwezi wa 3 hivi, nasema kwamba nitaondoa, lakini wakikosa, unajua Bwana alikuwa amehesabu ikifika mwezi wa 6 korona ikiwa imeisha, lakini hakuna mtu ambao mpaka wa leo tunaendelea na kujifunga. Kwa nini? Maana hakuna mtu anayejali, hakuna mtu ambao anayejali, lakini tunahitajika tujali soja kesho. Ndio tuelewa kwamba na wakati ambao Mungu anaongea kuhusu utukufu, basi anaelekesha utukufu.
soma neno la mwisho kwa sababu Ezekieli hiyo sitaeleza sana. 43 kwanza mstari wa pili. Sitaelezea kwa sababu ya masaa. Ninataka kumaliza na nikitaka sana worship, kila mtu aende mbele za Mungu, aitishe Mungu nini? Mungu kutembea, tutembea na uwezo. Huyu ambao anaitwa Musa anasema kwamba wataelewaje umetutagua? Wataelewaje sisi umetupatia neema? Yaani watu wataelewaje kama unakuta kwamba kama tutatembea na unabii mazingine kama wao na wote tuko kanisani, tena itakuwa tofauti gani? Itakuwa tofauti gani? Bila ambao unakuta kwamba mtu anaenda kuomba chakula, unaenda kuomba jana, mtu wa kanisa anaenda kuomba chakula kwa yule ambao mwingine hivyo, hata mwingine anaenda mnakutania hapo, huyu ni wa kanisa, huyu nataka unisaidie na wewe, huyu umeanguka na wewe. Tutamani Mungu abadilishe, tuonekane, tutamani. Yaani unakuta kwamba na ndio hapo Yesu Kristo akasema kwamba sio ya kwamba watoe ulimwenguni, yaani kila ambao kiko uwatenge na yule mwovu. Yaani unakuta basi tutatembea kama hatuko duniani. Hebu soma Ezekiel 43 kuanzia 2. Natazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Iling'aa kwa utukufu wake. Kwa maono niliyoyaona yalikuwa kama maono nilionayo nilipokuja kuharibu mji. Nao maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona karibu na mto wa Kibari, nikaanguka kifudifudi. Na huu utukufu wa Bwana ukaingia ndani ya nyumba. Ikaingia ndani ya nyumba. Kwa hivyo una wakati wa kuingia kwa nyumba. Amen. Kwa njia ya lango lile lililekalo upande wa mashariki. Kisha Roho akaniinua, akanichukua mpaka ua wa ndani, na tazama utukufu wa Bwana ulijaza nyumba. Ikajaza nyumba. Na hiyo ilitendeka wakati mwingine ambao ilikuwa wakati wa nani? Suleimani. Binasema kwamba wakati wa Suleimani, binasema kwamba na utukufu wa Mungu kaja mpaka makuhani wenyewe hawangeweza kujistiri. Hakuna mtu ambaye hangeweza kujistiri kupata ibada, maana utukufu wa Mungu umeshuka. Basi Mungu anatamani ambao haona mtu ambao hata kaibeba utukufu wa Mungu huyu wa mwisho. Ni nani ambao hata kaibeba utukufu wa mwisho? Basi unakuta kwamba hasi ya kwamba uanze kuwa unakuta kwamba unatafuta vile ambao utafuta kanisa na nyumba. Wewe unaenda, maana hakuna kitu ambao itasababisha Mungu kupata kazi. Hivyo ambao Mungu amekusudia kutenda, hivyo ndivyo atatenda. Nasema kwamba kila Mungu amekusudia kutenda kuwa madhabahu haya, hakuna chochote ambao itakayozuia yeye kutenda. Hakuna. Kwa hivyo kama wewe utapinga, tutapita juu yako. Amen. Tutapita juu yako. Ndio power ndio inabeba. Ndipo unakuta kama huyu ambao anaitwa Elia. Maana unakuta bwana anatembea na unakuta bwana ndio alikuwa na maunduro wengi. Wacha upita unaona kwamba uko na maundui. Alikuwa na mpaka mbali. Akamwambia Mungu, akamwambisha
na maana alikuwa anatembea naye utukufu. Akamwambia kwamba mwite pale kwa mlima. Akasema kwamba wakakutania katika mlima Kameli. Akamwambia, wewe, ninaona mbingu ikinyesha. Alakisha jana unakuta kwamba hiyo utukufu, anasema kwamba alakisha naona kwamba ukivisubiwa na ugua na wakiangalia hakuna maana kwa kama iko maana anatembea na nini na utukufu. Anasema kwamba wacha kuja kubishana, kwa maana alikuwa anakuja kubishana ati ni nani ambao ngamwambia kile ambao kiko ninaona ukizunguka na mvua. Alikuwa anakuja kuleta vita, lakini mwambie, akabadilisha mawazo, akamwambia ninaona ukizunguka na mvua rudi Israeli. Basi unakuta wakamba bio na Biblia inasema kwamba the power of the Lord kamshukia ukambeba. Leza hakuwa na Zilikia, hakuwa na balasi, lakini the power hiyo kutukufu ikambeba mpaka akampita mbele hapo, akanyeshewa. Lakini maana kutembea na nini? Tamani hii, tamani hii dada, tamani ndugu, katika jina la Yesu simama. Kwa hivyo unakuta kwa kila mmoja aende mbele za